Lakini hili lisiwabebe kuwa na kiburi wanaume, sawa, pia muwasamehe, sababu ndo wanawake tumeambiwa khuliqna min ad-dila, tuwasamehe sana, siwatie motoni, sawa. Muone huruma, muwasamehe sana wake zenu kwa wale waliooa. Fata'atu wajibatun bil ma'ruf, ta'a ni wajibu katika mema. Fa in amaraha bi fi'li harami, ikiwa tamamrisha kufanya haramu, mathalan kutokuvaa hijab, au amaraha bi fi'li harami, au tarki wajibi, au kuacha wajibu, usisali, la tuti'uhu, asinti, liqawli rasulillah sallallahu alayhi wasallam, la ta'ata fi ma'siyati llah inma at-ta'atu bil ma'ruf, hakuna taa katika maasiya, taa ni katika wema. Haki ya pili mwanamke, au wajibu wa pili wa mwanamke, alla takhruja min baitihi illa biidhni, asitoke nyumbani kwa mumewe isipokuwa kwa idhini ya mumewe. Qala ta'ala, waqarna fi buyutikunna, kaeni majumbani mwenu, nyewe wanawake kaeni majumbani mwenu. Qala ibn Kathir, umirna bi an yalzimna buyutahunna, wameamrishwa kulazimiana majumba yao, siyanatan lahunna wa hifdha lihaqqi azwajihinna, kwa kujichunga na kuhifadhi haki za waume zao. Qala ibn Taymiyyah, la yahillu lizawja, si halali kwa mwanamke mke, an takhruja min baitiha, kutoka nyumbani kwake, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini ya mumewe. Wa idha kharajat min baiti zawjiha, na ikiwa atatoka kwenye nyumba ya mumewe, bighairi idhnihi, pasina idhini, kanat nashiza, atakuwa huyu mwanamke ni nashiza. Nashiza ni mwanamke ambaye amepetuka mpaka kwa mume. Asiyatan lillahi wa rasulihi, amemaasi Allah na mtume wake, wa mustahaqa liluquba, anastahikia kwake yeye kuadhibiwa. Nashiza hupigwa bakora. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadhribuhunna, wanawaidhiwa, wanahamwa, lakini mwisho wanapigwa bakora. Lakini upigaji wenyewe sio wenye kudhuru, sawa, sio jipera hilo, hapana, kibakora kidogo mithili ya mswaki, kwa kumwadabisha kwamba mimi nimekasirika na wewe, wala hapigi kichwani mwanamke wala mtu mwingine. Jambo la tatu, alla ta'adhana li ahadin an yadkhula manzilahu illa biidhni, asitoa idhini mwanamke kwa yoyote kuingia ndani ya nyumba ya mumewe isipokuwa kwa idhini ya mumewe. Lihadithi, walakum alayhinna alla yuwatti'anna furushakum ahadan takrahuna, na wao wanawake wana wajibu juu yao kuto kumuingiza ndani ya majumba yenu yoyote ambaye nyinyi hamtaki aingie, hata kama ni mwanamke mwenzio. Shoga huyu simtaki, asiingie huyo, ni haki yake mume. Qala an-Nawawi, la ta'adhanu az-zawja li rajulin wala imra'a, asiingize mwanamke mwanamme wala mwanamke, wala mahram wala ghairi wala maharim, illa idha alimat anna az-zawj la yakrah, hata kama ni maharim. Sitaki aje, antabia mbaya, kaka wako afuta mabangi asije, sawa, ataniharibia wanangu asije. Mfahamu Sharh Sahih Muslim. An taquma bi khidmatihi, kusimamia huduma. Kuna fikra mbovu mnalishwa kwamba kupika, kufua, kuosha kazi ya mwanamume. Hapana, hamna kitu kama hicho. Sasa mwaleo kufanya nini? Hakufanya hilo tu, mbona hulifanyi pia? Hapana, hiyo ni fikra ya ovu. Hakuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inasema kwamba mwanamume kazi yake kupika. Mwanamume anasaidia. Haki ya mwanamke ni kumpikia mumewe, kumfulia, kumoshia vyombo, kufanya kila kitu na kumhudumia katika jambo la jimaa. Wadhālika bitarbiyati auladihi, kulea watoto kazi ya mwanamke. Watahiyati at-ta'am, na kuandaa chakula mwanamke. Walmalbas, na kuandaa mavazi mwanamke, lahu, kwa ajili ya mumewe. Wa kulli khidma, na kila huduma maarufa, min mithliha limithlihi, mfano wako mfano wake. Hizi ni kazi za mwanamke, si za mwanamume. Mwanamume anasaidia, sawa. An tahfadhahu fi irdiha, amuhifadhi mumewe heshima yake mwanamke. Wal aulad wa mali, na watoto na mali. Wadhalika bihifdhi farjiha, kujihifadhi tupu yake. Wa samaatiha wa irdiha, kutajwa kwake na heshima yake. Kitokezea kuna jambo anasemwa mumeo, mtetee mbele za watu, mtetee, kisha chumbani mwambie ulikosea.
Sio pale kanya wamkandamiza kazoea jana dume, hapana. Pale mtetee, mume wangu haja tabia yake hiyo, si tabia yake, bahati mbaya. Watetea kweli kweli. Kiingia chumbani mshike masikio, mwambie tabia yako wewe. Lakini pale mbele ya watu wengine mtetee mumeo, si ni mumeo? Kadhalika fala tadhharu zinataha li ghairihi, asidhihirishe mwanamke pambo lake kwa mwingine. Watahfadh aulada, na wahifadhi watoto wa mumewe. Bitarbiyati alhasana, kwa malezi mazuri. Wa mahasinil akhlaq, na tabia njema. Watahfadhu malahu, na ahifadhi mali ya mumewe. Fala tasrifuhu fi ma la yurid, asitumie mambo ambayo mume hataki. Wala yarda, wala haridhi. Wala tathqul alai, wala simtie uzito. Bitalabati wal israf, kwa matakwa mbalimbali na israf. Nataka hichi, nataka hichi, nataka hichi. Boibui 70,000 hapana, 300,000. Asimtie uzito mumewe. Kama anacho mwambie akupe, sababu kuna wengine wabakhili. Sawa, kama anayo buibui 300,000 mwambie buibui 300,000. 70,000 wewe usinunue, wewe una pesa unazo. Na kama hajakupa mvizie maeneo, toa mfukoni mwenye kanzu kachukue. Sheria imeruhusu. Ikiwa mwanamume mbakhili, chomoa katika hela. Simu eka vizuri, simu unajua password, jirushie hela, message futa. Antashkura lahu wala tajhada fadla, amshukuru mumewe wala asipinge fadhila za mumewe. Watuashirahu bil ma'ruf, na aishi na mumewe kwa wema. Lihadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi sahihain. Wa ra'aytu an-nara, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, na nimeuona moto. Wa ra'aytu akthara ahliha an-nisa, na nimeona wengi ya watu wa motoni ni wanawake. Qalu lima ya Rasulullah, kwa nini ewe Rasul? Qala yakfurna al-ashira, wanapinga ule umoja na waume zao. Wayakfurna al-ihsan, na wanakataa wema wa waume zao. Walau ahsanta ila ihdahunna dahra, kama utamfanya mwanamke wema mwaka mzima. Thumma ra'at minka shay'an, kisha kaona jambo ambalo hajaliridhia, anakuambia ma ra'aytu minka khairan qat, sijaona wema wako mume wewe hata siku moja. Kashika simu ulomnunulia wewe, kavaa nguo ulomnunulia wewe, kavaa viatu ulomnunulia wewe, kisha anakuambia sijaona wema wako hata siku moja. Mwambie asante. Sio kumwambia umevaa hivi, utakuwa wewe ndo mjinga. Yaani wewe cheka, alafu mwambie haya basi, umenielewa? Usibishane naye, ndo alivyoumbwa. Hadithi imesema hivyo. Hukuku zauja, haki za wanawake sasa, ambazo nyinyi wanaume mnadaiwa sasa. Mayajibu ala zawji tijahu zawjati, yanawajibika kwa mwanamume kumfanyia mkewe. Husnul al-ishra, kwanza kuwa na ishra njema, kukaa naye kwa wema. Ihsanu suhba, uzuri wa kusuhubiana naye. Wa kaful adha, asimuudhi mkewe. Wa idharu al-bashari wat-tasamuh, adhirisho binadamu na msamaha, amsamehe mkewe. Qala ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao wanawake kwa wema. Wanawake ni wapungufu wa akili, amesema Rasul alayhi salatu wassalam, kwa maana kwamba wale walio mental wamekamilika uandawazimu. Hao tuliona majumbani wana nusu ya ule uandawazimu. Sawa, kwa maana kwamba wanafanana na jamaa zao wale. Ili sio tu, si ndio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sasa wewe ukibishana naye, wewe ndio mwandawazimu kamili wewe sasa. Lakini ukiishi naye vile ambavyo utakana uishi naye kijenda azimu nusu nusu, wewe umekamilika kiakili. Sawa. Qala ta'ala walahunna, na wana haki wanawake mithlu alladhi alayhinna, mithili yale yanayobebeshwa juu yao. Bil ma'ruf, kufanywa wema. Wao wafanye wema na wewe pia ufanye, sio fanyiwe wewe tu. Qala Ibn Kathir ay tayyibu aqwalakum lahunna, fanyeni uzuri maneno yenu kwa wao. Wahassinu af'alakum hayatikum, fanyeni uzuri matendo yenu na mlivyo, haya zenu, maumbile yenu. Bihasabi qudratikum. Waqala sallallahu alayhi wasallam khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu zaidi ni mbora kwa wakeze. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ni bora zaidi kwa familia yangu. Wa min husni al-ishra an yataraffaqa biha, miongoni mwa uzuri wa ishra ni kumhurumia mkeo. Wala yuudhiha, wala kutokumuudhi. Wa an yaghudda tarfahu idha raa naqsa, na kujitahidi mwanamume kuzuia ulimi wake anapoona mapungufu ya mkewe, au taksira au kuzembea. Minha ma lam yakun ikhlalu bi shar'i llah, mambo ambayo hayavunji sheria. Kitana kijatandikwa, usimseme, tandika wewe. Sawa, tandika wewe. Mambo mengine yanavumilika, mengine muelekeze katika njia iliyokuwa, usimgombeze kila kati. Kugombeza kila kati kuna mharibu na kuna mtia usugu
kuja kukujibu siku moja. Sawa? Nimwambie billati hiya ahsan. Kiwezekana kwa masahara na huko umempa zawadi. Niambie zawadi yako mke wangu nimekuletea chips na kuku na mayai kwa kuto kuosha chombo leo. Sawa? Kashafahamu. Si umefahamu Kwa hiyo kumwambia wewe mwanamke mchafu uoshi vyombo itakuwa imeleta, lakini hiyo kumeleta sira nzuri. Tasema na leo nataka chips pia atakohoshi chombo. Jazakumullahu khaira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafruqul mu'minun mu'mina, hamchukii muumini mwanamume, yani mume kumchukia muumini mwanamke, yani mkewe, idha kariha minha khuluqan radiya minha akhar, ikiwa amechukia tabia fulani ameridhia tabia fulani. Kama hajui kukosha vyombo anajua kufua, kama hajui kufua anajua kupika, kama hajui kupika basi walau anajua kupiga pasi. Sawa? Kuna tabia fulani anayo nzuri au anajua kulea watoto, kwa simchukie kwa ujumla. Si umeeleweka Na hakuna mkamilifu. Ukitaka mkamilifu tafuta udongo wako ujiumbie. Waqala alayhi salatu wassalam indama saalahu ahadu as-sahaba ma haqqu az-zawji ahaduna alaina, ni ipi haki ya mume kwetu sisi? Qala tut'imuha idha ta'imta, mlishe unapokula, wataksuha idha tasaita, unamvisha unapovaa, wala tadribu alwajha, wala usije ukampiga usoni, wala taqbah wala tahjar illa fi albayt, wala usifanye ubaya wala kumhama isipokuwa katika nyumba. Ukiamua kumhama basi mhame katika ile nyumba. Kadhalika miongoni mwa haki zake mwanamke, yuallimaha umura diniha, kumfundisha elimu ya dini yake. Yani mume msimamie kumfundisha mkeo elimu yake ya dini, mshukue darasani kamsomeshe, simweke ndani. Wa yakunu aunan laha, inakuwa ni msaada kwake, ala taati llahi. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao mmeamini ziokoeni nafsi zenu na watu wenu na moto. Waquduha an-nasu wal hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Wa qawluhu alayhi salam ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyati, na mwanamume ni mchunga kwa familia yake, ataulizwa kuhusu familia yake. Wa yadkhulu fi dhalika nahyuha 'an sayyi at-tiba', inaingia hapa katika kumkataza ubaya wa tabia wal akhlaq na mienendo, wa yughara alaiha, na kumuonia wivu, wa yahfadha karamataha, na kuhifadhi utukufu wake mwanamke. Kumuonia wivu mkeo sio kama mkeo awe huru tu, hapana. Kaza na kana mambo ya kaza ni kiume hapa. Classmate wangu yule nimesoma naye, hapana, simshamaliza kusoma tayari. Sasa kumaliza naye chuo, binti hapa ulikaa naye group moja, kishaolewa, achana naye huyo, sio mwanzo atakutati chati. Sawa, kishamaliza assignment tayari. An yu'iffaha, kumuhifadhi. An yalbiya raghabataha alfitriya fala taja ila alharam, liqaul sallam wa inna li ahlika alayka haqq. Bi an yalbiya raghabataha, kuziendea raghaba zake mkewe, alfitriya, za kimaumbile. Fala talja ila alharam, asijakeleka kama mambo ya haram. Yani mke si ana matamanio naye kama mwanamume, basi kumwendea kwa matamanio yake, akihitajia jambo la jimaa mtekelezee, na ana haki huyo. Sio wewe ndo shekhe unasomesha madarasa muda wote, kuna muda kukaa na mkeo, sawa, mkachumuchumu, sawa. Sio wakati wa darasa tu uonekane ukiingia na vitabu tu. Sasa hivi napitia wa inna li ahlika alayka haqqan, hakika mkeo juu yako ana haki. Anafaka, kumlisha na kusimamia vitu vyake vyote. Wa hiya shamilatun lit-ta'ami wal-kaswa was-sukna bihasabi qadra, nayo inakusanya kumlisha, kumvisha, kumpa makazi kwa kiwango cha uwezo az-zawji wa mume. Qala alayhi salatu wassalam ittaqullaha fi an-nisa, mogopeni Allah kwa wanawake. Fa innahunna awanu indakum akhadhtumuhunna bi amana, hiyo ni msaada kwenu nyinyi, mmewachukua kwa amana ya Allah. Wastahlaltum, na mmetafuta uhalali, furujahunna, tupu zao, bikalimatillah, kwa neno la Allah, kwa kuwa wewe ni Muislamu kaozeshwa. Wala hunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, na wanawake juu yenu riziki zao kuwavisha na kwa wema. Na kuna haki alhuququl mushtarika baina az-zawjayn, haki za kushirikiana baina wanandoa wawili. Hillu listimta', kupeana muda wa kusikilizana. Falmar'atu sakanun li zawjiha wa huwa sakanun laha, mwanamke ni tulizo kwa mume na mume ni tulizo. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, sawa. Kwambia mwanao nataka nikwambie kitu, basi msikilize anasemaje. Ndio mwingine anakuwa ni pumba tu, wala hamna kitu, pumba tu basi.
lakini msikilize hivyo hivyo. Kishamwambia basi nimeelewa, kama atakuchekesha kwake yeye ucheke, ujichekeshe hivyo hivyo. Sasa ndo kafurahi na yeye, sawa, cheka tena, jichekeshe kweli kweli, lakini pengine hujaelewa sasa kuzungumza, lakini kafurahi na yeye, basi jambo limepita, sawa. Ndio ndoa inapokuwa. Thubutu tawaruthi baina az-zawjayn idha intafat al-mawani' ash-shar'iyya, kuthibiti katika ndoa kurithiana baina ya wanandoa panapoondoka vizuizi vya kisheria. Al-muashara bil ma'ruf wa dhalika bit ta'awun wa thiqa wal hubb wat tadhiya, kadhalika anasema muashara wa wema kwa kusaidiana, tena kwa kutiana nguvu, kupendana na mengi. Tadhiya makusudia kitu gani? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Tosha. Kuna nukta nitaniweki lakini nisahau, nilidhibiti hapa lakini nikapita haraka. Kwa jambo la mahari kule akasema hata kama ni chuma. Imekuja riwaya hata kusoma cha Qur'ani al-Karim pia nayo ni mahari. Yani mwanamke akisema mimi mahari yangu anisomee Qur'ani al-Karim pia inafaa. Kama yule mwanamke aliyekwenda kwa Mtume sallam akasema nioe, sawa, kumwambia nioe, Mtume akanyamaza kimya. Yule bwana pembeni akasema kama humtaki niozeshe mie, kamwambia nataka tafuta mahari kwanza. Tafuta kakosa, akaja akamwambia nimekosa. Kamwambia una chochote? Kamwambia mimi nina izari, labda nimpe izari yangu. Kamwambia ukivua utakauchi. Sasa ukivaa wewe utakauchi yeye, ukivaa wewe utakauchi wewe. Kanyamaza kimya. Baada akamwambia umefuata chochote? Basi soma. Akasoma, akamwambia nimekumilikisha huyu kwa kisomo cha Qur'ani, kama mahari amekamilika. Sawa, kwa mahari lazima iwe hata kisomo cha Qur'ani pia. Kamwambia tu bwana, utaka binti yangu hifadhi msahafu juzuu 30, basi nitakupa binti yangu, wala hakuna ubaya. Au hifadhi sahihi Bukhari, nitakupa binti yangu, hakuna katazo, sawa. Na katika hadithi pia nileka nukta kwamba yafaa mwanamke kwenda kumwambia mwanamume nioe, sawa, wala sio haramu wala sio malaya wanaposema watu. Yani mwanamke kampenda mwanamume, sawa, nasema na wachuoni yafaa katika sheria nioe. Simeeleweka? Wala hakuna ubaya katika sheria. Au tafuta mtu mwambie fana jana nioe, mimi nipo tayari kuolewa na yeye. Kwa hiyo vijana alhamdulillah wapo wa sunna hawa. Tena alhamdulillah ni wengi wameshikamana na sunna vizuri. Wengine hawajaoa. Kwa mkijisikia kama mkiwaona basi piteni njia nzuri ili papatikane mtu na mtu, sio mtu na kiwembe. Allah ifadhi na alkhair. Naktafi huna.